Huku nje kumenuna sana huku nje. Umeona kulivyo? Kumenuna sana, kuna baridi sana, kwa hiyo ndio maana tunaweka moto ili uweze kuwasaidia hawa kuku. Huku nje kumenuna sana sana sana. Unaona kulivyo? So ndio maana tumewekea huu moto. Lakini huu moto sio mwingi kama watu ambao wanafikiri. Watu wanaogopa sema mbona moto mwingi sana, huu moto mwingi. Moto sio mwingi. Ni kwa sababu mimi ndio niko humu ndani na wewe haumo humu ndani. Huu moto ni wa kawaida sana. Na huu moto unasaidia kuleta joto humu ndani na wao ili wachangamke. Hapa moto joto likishazunguka tu utaona wanachangamka. Umesikia nikigonga gonga hii singboard kwa sababu wanajikusanya pamoja kwa sababu ya baridi. Mvua imekuwa usiku kucha na kunakuwa na baridi, hata mimi nimevaa koti. Kwa hiyo moto usikusumbue kabisa. Moto lazima uhakikishe wewe mwenyewe umo ndani unaweza ukasurvive. Hata ukikaa dakika 15 unaweza ukatulia. Usisuffocate humo ndani, yani usiteseke na huo moto. Ukiona wewe mwenyewe unaweza ukakaa humo ndani, huo moto sio shida kwa vifaranga. Na huo moto unaona upo juu. Joto linaenda kwanza juu, afu ndo linashuka chini taratibu. Kwa hiyo linapoenda juu, joto lingine linapita dirishani linatoka. Na nielewa dirisha hilo ni kubwa sana na liko wazi. Nimeweka wavu kwa sababu ndege, kunguru wana tabia ya kuingia ndani kubeba vifaranga. Kwa hiyo uwe makini sana. Tunaelewana ndugu zanguni? Hi my people, welcome back to my YouTube channel. This is Kadala TV, all the way from Tanzania, the house of Tanzanite mineral, though we are poor. Kwa hiyo moto wako unakuwa wa kiasi. Wapo wanaotumia thermometer kupima ili kuona joto lili, sio joto gani, sijui hivyo, lakini mimi huko siko kabisa yani. Siko kabisa. Mimi natumia tu experience na uzoefu. Lakini kama unaweza ukatumia hivyo vipimo, basi nunua hivyo vipimo, uwe unapima joto humo ndani kuona linawatosha au haliwatoshi. Unaweza ukaona sasa hivi wanasambaa kwa sababu tayari wameshaanza kusense hali ya joto humo ndani. Ndio maana unaona wamesambaa. Tunaelewana? Hawa broiler au vifaranga vyovyote vile ni rahisi sana kuvifuga wewe mwenyewe ukiwa smart, kuzingatia usafi, chakula safi, maji safi. Haya maji yakikaa masaa 24, chombo hiki hapa chini kinateleza hapa. Kwenye floor ya hiki chombo panakuwa na utelezi masaa 24. Utelezi ule tayari unakuwa na bakteria. Kwa nini panakuwa na utelezi? Wanakula chakula, wanakuja kunywa maji, mavyakula yanarudia humo ndani. Mwingine akipita hapa anajisaidia humo ndani kwenye maji. Kwa hiyo masaa 24 yakipita tu panakuwa na utelezi. Utelezi ule ukikaa muda mrefu tayari unaleta changamoto ya magonjwa. Sio kama naeleweka. Kwa nini tutandike magazeti kwa vifaranga? Ni vizuri kutandika magazeti kwa sababu hawa vifaranga hawajui chochote. Wanakula kila wanachokiona wanaokota. Kwa mfano chakula kikiisha, hata haya mapepe ya mpunga wanaokota wanakula. Akila tu hii pepe inamkaba mdomoni anakufa kifaranga. Ndio maana tunaweka mapepe, alafu tunatandika magazeti kwanza. At least wainuke wapate akili. Wana akili hawa, sio wajinga. Wana akili. Wakipata akili wanajua hiki chakula, hiki sio chakula. Kwa hiyo wakishafika siku 3, 4, 5 hivyo tayari wanajua kuchagua. Wanajua ladha ya chakula kwenye mdomo, wanajua hiki sio chakula. Lakini ukiwaachia hivi ni riski, na mimi imeshawahi kunipata. Mapepe yameshawahi kuua vifaranga kwangu. Na ndio maana nasisitiza sana magazeti. Kuhusiana na moto usikupe shida, moto huu sio tatizo. Moto uko vizuri. Na moto unaweza ukatumia mkaa, unaweza ukatumia magogo, unaweza ukatumia hata zile taa. Niliwahi kutumia taa. Taa zile zikipata moto sana zinapasuka. Zikipasuka vioo vile vinawarukia kuku, vinawachana. Nilipata hayo madhara. Ndio maana nikaacha kutumia taa za joto. Lakini unaweza ukatumia taa za joto. Huku huo unaingia tu kuingiza luku, basi mambo yanaenda vizuri. Kupunguza heka. Tunaelewana jamani? Kwa hivi lisikutishe hili joto, liko vizuri sana na linatosha sana. Tunaelewana ndugu zangu? Mamlowe. Kiploti chako hicho kifanye vizuri kusudi ufanye na hapa let show nzuri. Hapo juu. Upande huu wa juu kwenye makunikuni huko. Huko. Maliza kwanza hapa hivi. Tunaelewana jamani? Mvua, manyasi mengi, kwa hiyo tunafanya usafi kidogo.
Kwa hiyo nilikuwa nafikiri tu nikuletea hayo majibu. Sasa mtu anakuja ananiuliza eti na moto unaongeza baada ya muda gani? Huo ni yani, mtu mwenye maswali kama haya ni zero brain. Huwezi ukaniuliza mimi moto unaongeza baada ya muda gani. Sio swala la mimi kukujibu kwa kweli. Mtanisamee kabisa. Kuna vitu vingine ni Mtanzania ujiongeze tu. Hauwezi ukaja hapa ukaniuliza mimi moto unaongeza baada ya muda gani. Ili mimi nikujibu nini? Usinichoshe. Usinichoshe kabisa. Moto unaongeza baada ya muda gani? Moto unaongeza baada ya muda gani? Mimi sitoi majibu kama hayo, my dear. Ukichukua namba yangu hapo juu unipigie, alafu niulize unachotaka. Niambie, nijitambulishe wewe ni nani, ni vizuri nikakujua jina, lakini pia ni vizuri nikajua unapiga simu kutoka wapi. Hiyo inasaidia sana. Usianze kuniuliza wewe ndo Kadala, wewe ndo mwenye hii channel, wewe si jina lako nani, unapiga simu kutoka wapi, unaeleza shida yako nini, unataka usaidiwe. Tunaelewana? Ukianza kuniuliza wewe ndo Kadala, mimi nakata simu, maana yake naona haupo serious yani. Haujiamini. Umechukua simu kwenye Kadala Official. Unaniuliza mimi wewe ndo Kadala. Hilo ni jina la channel, sio jina la mtu. Sasa unaniuliza mimi wewe ndo Kadala. Huwa naonaga tu kama ni usumbufu yani, napata shida kujibu maswali mimi. Naonaga tu vitabu. Unaona So mimi nawapenda sana ndugu zanguni. Muwe na siku njema na Mungu awabariki wageni, ingizeni vifaranga na tutakwenda na zero death. I'm telling you tutakwenda na zero death. Hiki kilichokufa hiki mimi sikihesabii kwa sababu sio changu, ni cha kampuni. Sio changu, ni cha kampuni. Acha tuendelee tuone hawa wanao survive. Ukiwatoa hawa wawili wenye changamoto, hawa wanao survive tuone watakufa. Tunaelewana? I love you so much.